Verse 4. Ni nyinyi wanaume ninaowaita. Kwa hivyo ufahamu unaita wanaume. Wanaume na wao wameitwa na chang'aa na bangi na pombe. Na ufahamu inakuita, lakini haiwezi kuja kwa sababu wewe mapombe umeweka mbele, machang'aa, maraya umeweka mbele, maraya wa Githurai. Yaani wewe, na ndio unaona wanaume wanawekewa sumu na mabibi zao. Yaani wewe tunang'ang'ana kukulisha. Asili umepata kazi ndio unajua kuna maraya Githurai. Asikia umewekewa sumu. Unanunulia wanaume wenzako mzinga na mama yako anaenda na nini? Na slippers huko ushago. Na unaitia watu mzinga. We! Utakuja tupiga mzinga. Na mama yako karibu kuaga dunia. Ameaka imesonga. Hajawahi kula kitu yako. Kazi yake ni kulima kwa mashamba ya watu. Watu unaitia mzinga. Siku ile utakufa. Watakuwa wamekunywa hata wakati wa mazishi yako. Na watakuacha waende. Wakuache hapo uko umezikwa. Lakini mama yako atakuwa anasema, "Oi, fukuza hizo ng'ombe. Sisi kanyange kaburi ya mtoto wangu." Kwa hivyo yule atakaye baki na wewe wa maana sana is your mother. Don't forget your mother. Huyo maraya uko na yeye na girlfriend wako huyo, siku hiyo kwanza atakuwa anaambiwa pole na watu wengine. Na unajua vile watamwambia pole. Ambia pole. Pole hata kama ameenda, si mimi niko, ndongo mimi si niko. Si mimi niko. Sikia atakunywa pombe na akue pole zote duniani. Lakini mama yako hatawahi kusahau kwa moyo wake. Atakuwa anasema, "Toa hizo ng'ombe hapo. Zisikanyange kanyare wangu amelala hapo." Mama wa mtu ni mtu wa maana. Saa hii hata kama hauna sadaka, tumia mama yako 2,000. Tumia mama yako 3,000. Tumia baba yako 2,000. Asije tu akatoka na kukuzaa aseme kweli nilimuzaa na ni yeye ananisaidianga. Saa hii ukienda ushago, kila mama anakaa hivi. Unamuuliza, "Mami, kwa nini unakaa hivyo?" Anakuambia, "Yule tu mtoto alikuwa ananisaidia ndiye amefariki." Kina Kangeze wala wanakunywaga makali huku hawakufi. Kini yule mtoto tu ananisaidiaga ndiye ameondoka. Usiache mama yako alie, maana mama yako ni Mungu wako wa pili hapa duniani.